Nataka nikufundishe maombi ya pigo la usiku wa manane. Kama kuna maombi hatari yanaweza kuwapiga maadui zako kuliko unavyofikiria, basi ni maombi ya pigo la usiku. Ndiyo, kuna maombi yanaitwa maombi ya pigo la usiku wa manane. Nao maandiko yanaweza kusindikiza na kuthibitisha nachokuambia. Ukifungua pamoja nami katika Biblia yako kitabu cha Kutoka sura 12 mstari wa 29. Ikawa usiku wa manane, Mungu akawaua wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi hata mzaliwa wa kwanza wa mfungwa aliyekuwa gerezani, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Hili lilikuwa ni pigo la usiku wa manane, na lilikuwa ni pigo la mwisho ambalo Mungu anatumia pigo hili usiku wa manane. Ndipo ambapo Mungu anaruhusu silaha zake za kivita zifanye kazi. Usiku wa manane ni usiku ambao unaweza kukuletea matokeo makubwa, hasa mtu ambaye unapitia vita za kiroho. Ikiwa kuna mashambulizi na vita za kiroho unazipitia, usiku wa manane kuna pigo linaitwa pigo la usiku wa manane. Ukilitumia leo utaenda kuona matokeo makubwa. Ukiomba maombi ya pigo la usiku wa manane, utaona Mungu akikupigania kuliko kawaida. Kitabu cha Isaya 37 mstari wa 36. Ndipo malaika wa Bwana akatoka akawapiga katika kambi ya Waashuru watu 185,000. Ukienda kusoma mbele, Mungu alikuwa amewapiga maadui usiku wa manane. Ukisoma vizuri katika kile kitabu cha Wafalme wa Pili sura 19 mstari wa 35. Ikawa usiku ule malaika wa Bwana akatoka akawapiga katika kambi ya Waashuru watu 185,000. Watu walioamka asubuhi na mapema, tazama, walikuwa wote maiti. Yani watu walipoamka asubuhi wakakuta maadui wote wamekuwa maiti, maadui wote wameangamizwa. Maanake kulikuwa kuna pigo ambalo Mungu alilipiga usiku wa manane. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura 14 mstari wa 24 hadi 25. Ikawa wakati wa zamu ya mwisho ya usiku, Bwana akaangalia jeshi la Wamisri katikati ya ile nguzo ya moto na ya wingu, akalifadhaisha jeshi la Wamisri, akafunga magurudumu ya magari yao. Mungu aliwapiga jeshi la Misri na kuwafadhaisha usiku wa manane. Alirusha pigo lake likaenda kuwafadhaisha maadui wote. Nami nakuombea kwa jina la Yesu, Mungu anaenda kukusaidia. Mungu anaenda kukutetea. Maadui zako wanaenda kupigwa pigo la usiku wa manane. Wanaenda kupigwa pigo la usiku wa manane. Hata kitabu cha Esta sura ya 6 mstari wa 1, utaona usiku wa manane mfalme yule ambaye alikuwa ni kizuizi aliweza kufa usiku ule wa manane kwenye usingizi. Kumbe kuna namna ambavyo Mungu anaweza kutupigania. Kuna namna ambavyo Mungu anaweza kututetea. Kuna namna ambavyo Mungu anaweza kutuvusha katika usiku wa manane, akawafadhaisha maadui zetu wote, akawafadhaisha majeshi ya maadui wanaokupiga vita, wanaokufuatilia. Mungu ni mwaminifu, anaweza kufadhaisha wote. Nami nakuombea kwa jina la Yesu, chochote kile ambacho kilikuwa kinajiinua mchana, ambacho kilikuwa kinakuvamia, kinakupa hofu, kinakuonea, leo Mungu anaenda kupiga kupitia jina la Yesu. Jeshi la malaika wa giza, jeshi la mapepo wa giza, jeshi la wachawi, jeshi la watesi wako waenda kupigwa kupitia pigo la usiku wa manane. Sasa nisaidie, kama ulikuwa umelala, basi nakuomba usimame. Simama tu kabisa. Unaanza kutumia mkono wako, unarusha silaha, rusha kwenye kona zote za nyumba. Rusha kwenye kona zote za nyumba. Ukimaliza, anza kurusha chini, anza kurusha kwenye pembe zote. Sasa anza kuzungusha. Kadri unapozidi kuomba, kuna vitu ambavyo katika ulimwengu wa roho unaachilia mapigo. Hayo mapigo yataenda kufadhaisha maadui zako. Usishangae baada ya kuamka ukakuta mtu amekuwekea kisirani. Usishangae baada ya kuamka mtu amekuja kukomba msamaha. Usishangae baada ya kuamka pale kazini adui yako mwenyewe ameshindwa kuja kazini, anasema naomba unisamee, au anaomba safari aende mahali fulani. Maanake ili pigo litaenda kuwapiga na kuwafadhaisha maadui zako wote. Baba, katika jina la Yesu ninajiconnect na mpendwa huyu, namuombea mahali alipo, hapo ulipo. Hii sauti naibadilisha, isiwe sauti tu ya kawaida, uwe ni uwepo wa Mungu umefika hapo, iwe ni nguvu ya Mungu imefika hapo. Anza kuwatumia malaika sasa, anza kupokea malaika sasa. Pokea malaika, pokea malaika, pokea malaika, malaika wa Bwana ambao wanatumika kama moto, malaika wa Bwana wanaotumika kama
silaha saa hii wako pamoja nawe, wanashuka hapo ulipo, wapokee kwa jina la Yesu. Pokea malaika hao, maana malaika ni roho zitumikazo pamoja nasi, zipo kwa ajili ya kutusaidia, zipo kwa ajili ya kutupa wepesi. Usiogope kutumia malaika, una haki nao na wapo chini ya mamlaka yako. Una mamlaka yote ya kuamuru malaika waende popote. Wako malaika watiifu ambao kazi yao wako wanataka wasikie nini tunasema, wanataka wasikie nini unawaambia. Kama uamuru chochote, wanakaa tu. Ukiamuru vile ukinavyotamka, malaika ndivyo wanavyofanya. Baba, katika jina la Yesu najiconnect na mtu huyu, naachilia uwepo wako, naachilia nguvu zako. Nguvu yako sasa ishuke. Pokea nguvu, pokea nguvu. Kuna nguvu inakuingia ambayo itakufanya usio wa kawaida, ambayo itakufanya usio wa kawaida, na utakachokuwa unaomba kitakuwa moto. Utakachokuwa unaomba kitaenda kuwa silaha, kitaenda kupiga na kuteketeza kila kazi za giza. Haya, pokea nguvu hapo ulipo. Pokea nguvu za Mungu, pokea nguvu ya Mungu, pokea nguvu ya Mungu. Sema napokea, pokea, 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 receive it. Pokea, pokea kwa jina la Yesu. Pokea hiyo nguvu itakwenda kukusaidia. Pokea hiyo nguvu itakayoweza kukutia nguvu. Pokea nguvu, pokea nguvu za Mungu, pokea nguvu za Mungu, pokea nguvu za Mungu, pokea nguvu za Mungu hapo ulipo. Pokea hiyo nguvu, pokea hiyo nguvu. Nanyi mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Pokea Roho Mtakatifu, maana Roho Mtakatifu akiwa kwako utaweza kuwa shahidi, utaweza kuwa jasiri, utaweza kuingia vitani. Pokea hiyo nguvu, pokea hiyo nguvu za Mungu, pokea nguvu za Mungu katika jina la Yesu. Usiku wa manane tunaenda kila kinyume na kila nguvu za giza, tunaenda kila kinyume na kila roho za watawala, kila wakuu wa anga wanaosimama kuzuia maombi. Mkuu wa anga wa mahali ulipo, unasikia kichwa kinasisimuka, unasikia nywele zinasisimuka, unasikia kuna vitu vinaendelea hapo, maana kuna uwepo usio wa kawaida unatembea, kuna nguvu usio kawaida inatembea wakati huo usiku wa manane. Kuna kamba zinakatika, kuna minyororo inakatika kwa jina la Yesu. Kila ambacho kwa kimeandaliwa ili kikuzuie kuomba, ili kikamate kinywa. Kuna mtu kinywa kinakamatwaga, unasikia uzito, unasikia unakosa maneno ya kuomba, paka unatukana, unasikia unakosa maneno ya kuomba, unakosa ujasiri. Kinywa kinafunguka sasa na kufungua kinywa chako na kuongezea ujasiri. Pokea ujasiri, pokea ujasiri. Uko na jeshi kubwa, jeshi kubwa la malaika, uko na jeshi kubwa la nguvu za Mungu, uko na malaika wa moto, uko na damu ya Yesu, uko na silaha zote za kivita ambazo Mungu yuko pamoja nawe. Kama wakina Paulo na Sila ule usiku wa manane, walichokiomba kikaenda kutetemesha ardhi, kikaenda kutetemesha miamba, kuta zikatikisika. Nami naona kwako kuna kuta za giza zinaenda kutikisika, zinaenda kuachia kwa jina la Yesu. Wakati unapoendea kukuombea, kuna nguvu ya Mungu inapita, kuna nguvu ya Mungu inapita, kuna nguvu ya Mungu inapita, kuna nguvu ya Mungu inapita. Anza kuomba sasa, anza kuomba sasa, anza kuomba sasa. Nenda katika ulimwengu wa roho, tumia silaha zako, tumia silaha zako, tumia neno la Mungu, tumia imani. Kila unachokituma achilia neno la Mungu katika jina la Yesu, maana imeandikwa, watakuja kwa njia 7, watakuja kwa njia moja, watatawanyika kwa njia 7. Nami na watawanisha kila maadui, na watawanisha kila watesi, na watawanisha kila maadui, kila uchawi, kila uganga, kila nguvu za giza, kila yeyote yule ambaye amefanya uharibifu juu ya maisha yako. Tunatuma sasa pigo, tuma pigo lifurikalo, tuma pigo lipigalo, na tuma pigo, na tuma pigo kama lile pigo la mzaliwa wa kwanza, na tuma pigo la mauti, na tuma pigo la mauti, na tuma pigo la mauti. Wakafe wao na familia zao, wakafe wao huko katika jina la Yesu. Tunalipua, tunaharibu, tunabomoa, bomoa. Tuma hilo pigo, tuma hilo pigo. Achilia bomu huko kwenye nyumba zao, lipua huko upande huo, lipua upande huo, lipua upande huo, lipua upande huko. Utakao kusikia kilio ndo huko kunakolia, huko ndo kumewapata, huko natuma moto, tunalipua, tunatuma mabomu ya moto, mabomu ya moto, mabomu ya moto. Wale wanyama, wale wadudu, ile milio ya ndege, ile milio ya mbwa, ya paka, ilipuliwe sasa, lipuliwa sasa. Wale wachawi wote kwa jina la Yesu, lipua, lipua, lipua kwenye vilinge vyao, huko wanakokaa, huko wanakoitana, huko wanakozunguka na nyungo zao na vilinge vyao. Tunalipua waganga wote, mashambulizi yote, uchawi wote, miungu yote, mizimu yote, lipuka, lipuka. Tuma mapigo, tuma mapigo yanayokuja kuharibu nyumba yako, kila ubaya, kila tabia mbaya, kila nguvu za giza zinazokula uchumi, zinazokula kipato. Lipua pale kwenye duka lako, tuma moto pale kwenye ofisi yako, tuma moto, tuma moto, tuma moto, tuma moto kwa jina la Yesu. Kwenye mashamba yako, tuma moto kwa jina la Yesu. Kwa watoto wako, kwa wanafunzi wako, popote pale ambako kuna baraka zako, tuma moto sasa, tuma moto sasa. Lipua, lipua, tunalipua upande wa kushoto, lipuka upande wa kulia, lipuka upande wote ule, lipua kila mahali, lipua kila mahali. Tuma moto kwa jina la Yesu. Pigo lipige sasa, pigo lipige sasa, pigo lipige sasa. Tunatuma mapigo, tuma mapigo, tuma mapigo kila upande, mapigo, mapigo ya moto, mapigo ya jina la Yesu, mapigo ya jina la Yesu, mapigo ya mauti yaende huko. Tunalipua sasa, nalipua kila mahali, na vunja vunja viti vyao, utawala
wao, ukuu wao, ule uhodari wao tunautikisa na haribu haribu kila vilinge, haribu kila nguvu za giza, haribu kila misinga yao, vunja kwa jina la Yesu. Lipua kila mahali, mwana maombi omba, vunja, kata nyungo zao, kata uchawi wao, kata visasi vyao, kila visasi vinavyotumwa kwako, vinavyotumwa kwa watoto wako, vinavyotumwa kwenye ndoa yako, vinavyotumwa kwenye afya yako, vinavyotumwa kwa yote ile, vunja, ondoa visasi vyote, tuma bomu liwarudie wao. Kila visasi vitakao kuandaliwa viwe kiza na utelezi, watakapojipanga kwa njia yote ile, wakapigwe kwa jina la Yesu, wakapigwe mbele yako katika jina la Yesu. Kila mbaya yote yule, kila hukumu yote iliyoandaliwa kwako tunaibatilisha. Batilisha kila hukumu, batilisha kila mateso, batilisha kila uchawi, batilisha kila ndoto mbaya. Vunja, haribu yule uliyemwona kwenye ndoto, wale wanaokufuatilia, wanaokutafutiza huko waliko, tunawarudishia hivyo. Rudisha kwao magonjwa, rudisha kwao uchawi, rudisha kwao mateso, rudisha kwao uivu, rudisha kwao hofu, rudisha kwao katika jina la Yesu. Tunarudisha huko, wapigwe kwa jina la Yesu, wapigwe kwa jina la Yesu. Tuma hilo bomu, tuma hilo, linaenda huko, linalipua bomu la Yesu. Yesu ni hodari, Yesu ni kamanda wa vita. Yeye anasema vita sio yenu, vita ni ya kwake, maana yuko anapigana nasi, anapigana na maadui zetu. Saa hii tunarudisha moto kwa jina la Yesu. Moto uko kwenye makaburi, moto uko kwenye mizimu, moto uko kwenye uchawi, moto kwenye viringe, moto kwenye madhabahu. Vunja, pasua wanaokuletea uzito, wanaokuletea hofu, wanaokuletea magonjwa, wanaokuletea presha. Tuma mwana maombi, zungukia nyumba yako, komboa kila mahali, komboa viumba vyote, komboa kwa damu Yesu. Chukua na maji kidogo, yabariki kwa damu Yesu, yatakase kwa damu Yesu. Anza kunyunyiza, takasa kila walipochafua, walipoweka unajisi, tunatakasa kwa imani kama maji yako mbali. Omba tu takaso, takasa kitanda, takasa malango, takasa anga, takasa kila kitu, kila mahali ambapo adui alitaka leta uharibifu, tunatakasa kwa damu Yesu. Uchawi tunauondoa, nguvu za giza tunaondoa, mandoto mabaya tunaondoa. Watoto wako takasa, wanafunzi takasa, kazi takasa, elimu takasa, biashara takasa, kilimo takasa kila mahali walipochafua, tunatakasa. Vitakuwa vya kwetu, vitakuwa kietu, hatutarithi pamoja na watumwa. Kila roho ya giza inayokutumikisha, hiyo inaondoka. Piga mapigo, tunapiga kwa pigo la 10 ambalo adui hata nyamaza, ambalo adui hata kaa, lazima apige kelele, aondoke, lazima aondoke. Unahama, unaondoka. Kama kuna adui yuko kwenye mazingira yako, yuko kwenye majumba yako, yuko kwenye eneo unalokaa, muhamishe kwa jina la Yesu. Unapomwagilia au maji, unaponyunyiza au maji, hamisha, muhamishe makao hapo, muondolee amani. Tuma bomu, lipua huko, muhamishe. Aliyesimama kuzuia biashara, aliyesimama kuzuia kazi, tunamuhamisha. Ahame yeye na uchawi wake, ahame yeye na ubaya wake katika jina la Yesu. Tunawahamisha. Nyumba yao ikawe moto katika jina la Yesu. Nyumba yao ikawe moto, mazingira anayokaa na ikawe moto, ukawe moto wa Yesu. Moto wa Yesu unaoteketeza, wasiweze kutulia, wasiweze kulala, waharibiwe, wapigwe kwa jina la Yesu. Tunatangaza ukombozi, tunatangaza nuru. Jina la Yesu ndilo linalotawala, jina la Yesu ndilo linalotulinda, jina la Yesu ndilo linalotutunza, jina la Yesu ndilo linatuweka tuwe salama katika jina la Yesu. Ninakuombea neema ya Bwana, ninakuombea mkono wa Bwana, ninakuombea nuru ya Bwana, nakuombea ufungulivu wa kimungu kwa jina la Yesu. Ili pigo likawapige maadui zote, likapige magonjwa yote, likapige hofu yote, likapige mashambulizi yote, mapigo ya kimbingu yakawapige maadui zako kwa jina la Yesu. Tunatangaza bendera ya Yesu ndio inaopepea katika jina la Yesu. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki. Na hakika maombi haya sio maombi ya kawaida, ni maombi yenye moto na nguvu kubwa za Mungu. Naamini Mungu amekubariki. Unaweza kusindikiza maombi haya kwa sadaka yako ya hiari. Achilia sadaka yako ya hiari kusindikiza maombi haya ikiwa umebarikiwa, maana hii ni ibada kamili. Lakini pia unaweza kuendelea kupokea vipindi vya kiroho kwa kunifuata kwa njia ya YouTube kwa kuandika Maombi ni Dawa. Kama uko YouTube wakati huu hauja subscribe, bonyeza alama hiyo iliyoandikwa subscribe, uwe mmoja kati ya familia wa Maombi ni Dawa. Lakini pia unaweza kunifuata kwa njia TikTok kwa kuandika Maombi ni Dawa au Maombi Tiba, na hakika Mungu atakusaidia kutia nguvu na kukupa neema zaidi. Lakini pia unaweza kunifuata kwa njia ya WhatsApp, ukajiunga kwenye group letu la maombi, ukaniambia mtumishi wa Mungu, naomba linki ya kujiunga na maombi ya kila siku, nikakupa linki ili maombi haya iwe rahisi. Badala ya kudownload YouTube, unaweza kudownload moja kwa moja kwenye WhatsApp yako, na group letu linapatikana kwenye status
halipatikani kwenye muonekano wa kawaida, tunaita channel, lakini kwa kurahisisha usemaji natumia neno group. Liko kwenye status. Ukienda kwenye status ndio utalikuta ili group. Kama ulishajiconnect, group alipo kwenye chat za kawaida, lipo kwenye status chini, utaona lipo group limeandikwa Maombi ni Dawa by Pastor Godwin Ndelwa. Mungu wa mbinguni akubariki, akutende mema. Wewe ni mbarikiwa, usiogope. Mungu yuko pamoja nawe. Uwe